siku nyingine tena na kukaribisha katika Tumaini Jipya, tuendelee kujuzana ama kufahamishana mengi kuhusiana na maadili yetu, hususan maadili ya Kitanzania. Kama tunavyofahamu, jamii yetu sasa ipo katika hali ya mmomonyoko wa maadili. Nini tufanye ili tuweze kuwa na maadili mema ama maadili bora katika jamii na taifa kwa ujumla? Basi kupitia Tumaini Jipya tunapata kukukumbusha mambo kadha wa kadha ambayo yatakusaidia kuweza kusimama katika maadili mema. Mimi ni Mary binti Yuda, kama ilivyo kawaida nipo na mwenzangu mzazi na mlezi, lakini ni mwana saikolojia ya binadamu, Semeni Lukaga. Habari yako? Salama kabisa Mary. Nyumbani. Namshukuru Mungu. Hongera kwa kukuza. Asante sana. Nimeona baby. Mungu mwema. Anafanya kumbukizi yake kuzaliwa. Kumbukizi ya kuzaliwa miaka 5. Wow. Hongera sana. Mungu ni mwema. Nashukuru sana. Haya. Na mtazamaji, karibu sana. Na leo tunachokiangalia katika Tumaini Jipya ni msongo wa mawazo na namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Mawazo ni mawazo. Kila kitu lazima uwaze. Huwezi kufanya jambo bila kuwaza. Kila kitu duniani lazima uwaze. Sasa mawazo gani tunayozungumzia hapa ambayo yanaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili? Baki nasi mpaka tamati. Tunakukaribisha sana. Haya, Lukaga. Msongo wa mawazo na namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tufahamu kwanza, mtu anapozungumzia neno mawazo ama akisikia mawazo afahamu nini? Okay. Kwanza mawazo ni kitu cha kawaida. Kila mtu anayo kwa sababu ndiyo yanatufanya tuishi. Kwa kwamba uwezi ukaishi bila kuwaza. Kwa hiyo lazima uwaze. Ukitembea lazima uwaze. Kila kitu lazima uwaze. Kwa hiyo kuwaza ni kawaida, wala sio tatizo. Lakini tukisema msongo wa mawazo, maanake kuna neno msongo. Ni kama msongamano wa mawazo. Sasa yanaweza kuwa pia una msongamano wa mawazo mazuri. Yakawa ni mawazo mazuri, lakini una msongamano wa hayo mawazo ambayo ni mazuri. Na ni kwamba kwa mfano una kazi alafu kazi zile ni kwamba zinakupa kuwaza sana. Na ni vitu vingi natakiwa vitimize, na sio vibaya, ni vitu vizuri tu. Kwa hiyo kuna huo msongamano pia wa mawazo mazuri, lakini yanakuwa ni mengi mpaka yana kushinda nguvu. Lakini kuna msongo wa mawazo ambao ni maarufu, ni ule ambao ni mbaya, kwamba una msongo wa mawazo lakini sasa ule msongamano wa mawazo au mrundikano wa mawazo ni mbaya kwenye maisha yako. Yaani kuna namna ambayo unakuwa hauko sawa, hauko sawia. Unapitia maumivu, unapitia kukosa utulivu. Unakuwa ni mtu ambaye wakati mwingine unahatarisha hata maisha, unahatarisha hali za watu wengine pamoja na we mwenyewe. Sasa hiyo ndio ambayo watu, ukisema msongo wa mawazo, watu wengi wanafikiria hiyo. Lakini msongo wa mawazo upo katika hizo aina mbili, kwamba kuna msongo wa mawazo ambao sio mbaya, lakini tu vinakuwa ni vitu vizuri, ile vimerundikana, vimekuwa vingi sana. Mtu ambaye labda anaandaa sherehe yake, unakuta kwamba kuna vitu vingi natakiwa sijui awasiliane na huyu, afanye hili ili ifike siku ya sherehe ameshakamilisha. Ni mambo mazuri, sio mabaya, lakini sasa yanakuwa mengi. Hii pia inaweza ikamshinda mtu kwenye afya yake ya akili. Lakini kama nilivyosema, hii mbaya zaidi ni hii ambayo sasa ni msongo wa mawazo, alafu unawaza vitu ambavyo ni negative, vitu ambavyo ni hasi, vitu ambavyo ni vibaya. Kwa kuelezea msongo wa mawazo upo katika hiyo namna. Na namna gani sasa unamshinda kwenye afya yake ya akili? Sawa. Tunasema uzuri ni kwamba mwanadamu namna alivyoumbwa kwenye akili ni kwamba hana limiti, hana mpaka kwenye kuwaza, hana ukuta. Ila ambacho huwa kinatokea ni kwamba mpaka mtu ije iwe msongo wa mawazo ni kwamba ni zile hisia ambazo zinataka majibu na majibu hayapo. Yaani kwake yeye hana majibu. Ndiyo hasa issue inayokuja kuleta msongo wa mawazo. Kwamba anataka majibu, lakini majibu sasa hana. Lakini inatakiwa aishi, inatakiwa maisha yaendelee, lakini majibu hana.
Kwa hiyo haya majibu kama hana anayapata kwa nani? Inawezekana watu wanaomzunguka hawawezi kumpa majibu yake. Inawezekana jamii inayomzunguka haiwezi kumpa majibu yake. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba lile jambo ambalo limemzonga linaendelea kumkaba. Kwa hiyo linaendelea kumkaba kwenye hisia zake, na linaweza kuzuia hata mambo mengine kuendelea mpaka lipate majibu. Okay. Kwa hiyo ni hisia ambazo zimeumia, ambazo zinahitaji majibu. Kwa hiyo ndio maana inafikia hatua mtu anapokuwa anapitia hicho kipindi cha msongo wa mawazo anaweza kushindwa kufanya vitu vingine vyovyote mpaka lile jambo lake litakapokuwa liko sawa. Okay. Kwa hiyo sio kwamba majibu yanakuwa hayapo, ila anakuwa hajapata majibu aidha kutoka kwa mtu sahihi au kwenye mazingira sahihi, na kwa upande wake yeye uwezo wa kupata hilo jibu unakuwa umekwama. Okay. Katika hali ya kawaida unaweza kumtambua vipi mtu ambaye ana hiyo changamoto? Kwanza ninaweza ili nije niunganishe na hilo swali lako, naweza kusema vyanzo. Okay. Ili tuje tuone kwamba unaweza kumtambua mtu vipi. Kwa mfano, kuna msongo wa mawazo ambao unatokana na anguko la kiuchumi. Mtu alikuwa anategemea uchumi wake, bahati mbaya uchumi ameanguka kiuchumi. Ni pamoja pengine na kupoteza ajira au biashara kufilisika, au pengine kula hasara kubwa ikasababisha hiyo. Lakini wakati mwingine tatizo lingine linaweza likasababishwa na mahusiano ambayo yanaweza kuwa labda ya kifamilia, baba na mama na watoto, au mtu na mke wake au na mume wake, kutokana labda na mazingira ya ugomvi, ikatokea huyo mtu akawa anapitia hali ya msongo wa mawazo kutokana na kwamba anatafuta majibu ambayo anayahitaji, lakini majibu hayapatikani kutoka kwa mpendwa wake. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa inampa msongamano mkubwa wa mawazo. Anakuwa anawaza vitu vingi. Lakini eneo lingine ambalo linaweza likasababisha msongo wa mawazo pengine ni kupoteza. Umepoteza nini? Maybe umepoteza ndugu, umepoteza rafiki kupitia labda vifo. Unampoteza mpendwa wako. Kuna watu wanakaa kwenye hiyo trauma muda mrefu. Tunasema anakuwa anaomboleza bila kustop. Yaani ni mtu ambaye anaomboleza kila siku. Unakuta mtu yuko kwenye majonzi miaka 2, miaka 3, akiwa tuna mazingira ambayo yanamkumbusha mpendwa wake alivyokufa, huyu mtu anaendelea na msongo wa mawazo. Kwa hiyo unaweza kupoteza mtu yeyote. Wengine wanaishi kwenye kumbukumbu mbaya tu, matukio hayakuwahusu wao, lakini wameyaona kwa wengine. Lakini mambo mengine ni kama ukatili. Kwa mfano sasa hivi ukatili umekuwa ni mkubwa, watu wanafanywa sana ukatili. Wanaume kwa wanawake, watoto kwa wazee, unakuta wanapitia hizo changamoto za afya ya akili ambazo zinawasababishia msongo wa mawazo. Lakini mambo mengine ni tuseme ni kufeli au kukosa kumudu hitaji au mahitaji ambayo mtu anakuwa nayo. Kwa hiyo tuseme katika mifumo yote ya maisha, mtu labda anakuwa anahitaji jambo fulani, jambo liende, alafu anajikuta anakwama. Inaweza kuwa ni sababu moja pamoja na sababu nyinginezo. Sasa unaweza kumjuaje? Kumfahamu mtu ambaye anapitia msongo wa mawazo, zipo dalili ambazo huwa zinaonekana za haraka sana. Kwa mfano, hata mtu mwenyewe ni kuhisi kwamba hana utulivu wa kiakili. Kukosa utulivu wa kiakili haimaanishi kwamba utakuwa unatembea. Unaweza kuwa umekaa tu, lakini sasa akili yako inawaza ili alifiki mwisho, na wakati mwingine unakuwa unapitiwa na hali ya mawazo ambayo ni kama mchafuko wa hali ya hewa katika akili yako. Yaani yanakuja mawimbi, inakuja uelewi. Hauna msimamo katika fikira, yaani fikira zako sasa zilikuwa zinapangiliwa, lakini sasa hivi hazijajipangilia. Mara litakuja mawazo mengine mazuri, mara ghafla unashangaa linakuja wazo baya, linakuja wazo la kukata tamaa, linakuja wazo la kuhisi labda unahitaji utoke hayo mazingira, kuona uhatari, kuingiwa hofu pamoja na wasiwasi. Unakuwa hauna utulivu. Kwa hiyo hofu na wasiwasi vinapotanda, manake unakuwa unashindwa kuwa comfortable. Lakini dalili nyingine ni kukosa usingizi. Kuna mtu huyu ambaye anapitia msongo wa mawazo, mara nyingi hawezi kupata usingizi, kwa sababu tunasema kupata usingizi ni ubongo kutulia
utulivu. Okay. Sasa akili inazalishwa na ubongo. Sasa akili inapokuwa haina utulivu inaweza kuathiri ubongo pia. Ubongo unakuwa unakutafuta wewe ambaye ni yule ambaye original ili uweze kukaa kwa utulivu. Lakini unakuta sasa akili yako haina utulivu, inasababisha hata ubongo kutofanya kazi vizuri. Kwa hiyo taathiri hata mwili mzima, utakosa kulala vizuri, utakosa kukosa usingizi. Yaani mimi siku hizi sipati usingizi. Ni watu wanaongea kawaida tu, wanafikiri ni kitu cha kawaida. Mimi sipati usingizi, naweza ngakaa macho hata saa 9. Ndo nalala masaa mawili. Na tatizo lingine ni kukosa hamu ya kula. Kuna watu ambao wanapoteza appetite. Mtu akiwa na msongo wa mawazo, ukiona yani wewe imetokea tu ghafla, hauna tatizo la kiafya, lakini ujisikii kula. Na wakati mwingine unaona kabisa uhisi njaa lakini ujala. Hilo ni tatizo. Kwa sababu tunasema kama hakuna mawasiliano mazuri, kati ya tumbo na ubongo, unaweza ukahisi hauna njaa lakini kiwastani ujala. Kwa hiyo pamoja na hizo, kuna changamoto nyingine, dalili nyingine ambazo zinaonekana. Kwa mfano, mtu kujitenga automatically tu inatokea kwamba haujisikii vizuri kukaa na wale watu uliowazoea. Unaanza kuona kwamba kukaa peke yako ndipo unaweza ukapata utulivu, ndo bora zaidi. Inakuwa inaweza inasomeka kama dalili mojawapo. Lakini wengine wanaenda mbali zaidi, unajikuta tu ghafla unaanza kupata hasira, unakuwa aidha na huzuni ambayo hujui inatokea wapi. Lakini wakati mwingine unakuwa mtu wa jaziba na panic. Inatokea tu kidogo umepaniki na nini, mpaka mwenyewe unajiuliza, hivi kwa nini siku hizi nimekuwa hivi? Au watu wengine wanakuona huko katika mazingira hayo. Hizo ni dalili ambazo mara nyingi ni kubwa, ambazo zinaonekana au kutopenda vitu ambavyo ulikuwa unapendelea. Hata kazi, wakati mwingine mtu anahisi uvivu kwenda kazini bila sababu yoyote. Yaani atamani kwenda kazini. Pamoja na sababu nyinginezo. Haya, mtazamaji, umeyasikia hayo. Bila shaka kama na wewe ni mmoja kati ya watu wanaopata changamoto kama hizi, kukosa usingizi, kutopata hamu ya kula bila sababu yoyote ya changamoto ya kiafya, hilo ni tatizo. Kwa hiyo hakikisha unaonana na mwanasaikolojia hapa, Semeni Lukaga haweze kukusaidia. Unatazama Tumaini Jipya, kipindi hewani, na mara yetu tunaangalia msongo wa mawazo na namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tunapata nafasi ya kwenda mapumziko, tukirejea tutafahamu mengi yanayohusiana na mada yetu ya leo. Tutarudi. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Tumerudi tena, ni Tumaini Jipya, kipindi hewani. Nambari zetu za maoni unazitazama hapo kwenye runinga yako, ambazo ni 0722773444. Na tunachokiangalia leo, mtazamaji, ni msongo wa mawazo na namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Semeni Lukaga ametuelezea vizuri zaidi, ila kwa wewe ambaye ndio unaungana nasi kwa sasa, karibu basi kwa hapa ulipofikia, sio kubaya. Sasa tunakwenda kutazama msongo wa mawazo
namna vile unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Tumeangalia kwa nini msongo wa mawazo, vyanzo vyake, namna gani unafanyika, lakini kama mada yetu inavyosema siku ya leo, msongo wa mawazo na namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili, tunaangalia hapo msongo wa mawazo, namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Kwa namna gani sasa? Tushapata mawazo mengi, hatulali, hatuli, mambo yamekuwa mengi sana. Namna gani sasa tunasababisha mmomonyoko wa maadili? Okay. Ni kwamba nimesema pale mwanzo kwamba unakuwa hisia zinahitaji majibu. Kwa sababu tunapozungumza hisia tunamaanisha hasira, tunamaanisha huzuni, tunamaanisha furaha, na nyingine kama hizo ambazo mtu anazo. Na yani hizo zote tunaita hisia. Sasa unaweza kukuta hisia ya furaha haina majibu. Yani wewe unatakiwa uwe na furaha, lakini sasa furaha hiyo huna. Kwa hiyo unahitaji majibu kuweza kupata ile furaha. Huwezi kuilazimisha, na kuna namna yake ambapo inakuja automatically, kwa sababu mwanadamu tunasema kisaikolojia yuko programmed. Ni program kabisa. Yani uwezi ukakiuka ukaenda tofauti, lazima ufuatilie mpangilio. Kwa hiyo sasa inakuwaje sababu ya mmomonyoko wa maadili? Ni kwamba hayo maadili yanatoka kwenye center ambayo ni akili. Tunasema kwamba akili inapokuwa imepata mtikisiko, mvurugiko, kutokana na msongo ule wa mawazo, huwa kuna jambo ambalo inabidi litangulie pale juu. Sasa kwa mfano wewe unapambania kitu fulani, alafu hicho kitu hakionekani, hakipatikani, manake hutakuwa makini kwenye mambo mengine. Na hata kama litakuja jambo zuri, unataka labda mtu anakuhusisha jambo zuri, hutaliona uzuri wake, kwa sababu wewe tamaa yako ni kwenye kile kitu ambacho kimekukaba. Kwa hiyo mara nyingi watu wa nje na wewe hawawezi kukuona akilini mwako unachokifikiri. Kwa hiyo mwisho wa siku leo mtu atakusemesha, utashindwa kumjibu vizuri au hutamjibu kabisa. Yeye hajui kinachoendelea akilini mwako, maybe hujamwambia. Kitakachotokea ataliact kwako, kwa nini unamfanyia hivi? Kwa hiyo inaweza ikasababisha ugomvi. Ndio maana mtu mwenye msongo wa mawazo ni rahisi sana kukujibu vibaya, kwa sababu anakuwa anaona, yani kwanza unamgandamizia tena shida badala ya kumsaidia, unamgandamizia tena shida. Kwa hiyo anakuwa ndio maana nafikia hatua wanaona kila mtu ni mbaya, anaweza kuamua kujitenga. Sasa kitendo cha kujitenga tunasema kisaikolojia anazidi kuathirika zaidi, na ndio maana wengine mpaka wanafikia hatua anaweza kujinyonga. Anaweza kutoka hapa akapata wazo moja tu ambalo alihitaji discussion, akaenda kuwaumiza watu wengine. Au hata kujiumiza yeye. Na hapo ndio tunakwenda kinyume na maadili. Lakini kitu kingine ni kwamba kadri mtu anapopata msongo wa mawazo unapokuwa mkubwa, ubongo wetu huwa hujui kama hili ni tatizo, ila huwa unatafuta kusupport kila kitu ambacho fikira zako zinataka. Kwa hiyo kwa mfano mtu akianza kuwa na, mojawapo ya dalili ni kuwa na hasira au kuwa na panic. Mtu anapozidi kuwa na panic, maana yake ubongo unazidi kutoa zile chemicals zinazo support hiyo panic au hiyo hasira. Kwa hiyo anaweza kujikuta anafuga hasira, ambayo sasa hasira tunajua matokeo yake. Mtu anaweza akafanya chochote muda wowote, akasababisha uvunjifu wa maadili. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba matatizo ya afya ya akili au changamoto za afya ya akili, ikiwemo hii msongo wa mawazo ambao kwa kweli ni maarufu sana, kwa sababu kila mtu anaupitia, uwezi ukaukwepa, kutokana na changamoto za maisha, inaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Lakini kitu kingine ni kwamba akili yetu ndiyo inayotafsiri maisha. Alafu inapotafsiri maisha, mtu anaenda kuyaishi. Sasa inategemeana una taarifa gani kuhusu jambo gani. Mwisho wa siku ni kwamba watu wengi huwa tunagombana kwa sababu tunatofautiana katika kutafsiri tu. Sio kwamba huwa kila jambo ambalo unatofautiana na mtu ni kosa. Kuna vitu vingine sio makosa. Yaani mtu hajakukosea kabisa, ila wewe ndio umetafsiri tofauti. Na yeye labda alivyomaanisha. Hiyo ndio pia inaweza kusema. Sasa kwa mtu ambaye ana msongo wa mawazo, yeye anakuwa ni maradufu, hawezi kutafsiri vizuri. Yaani ni kwamba inakuwa ile mental bucket yake, yani ndoo yake ya afya ya akili imejaa machungu, imejaa maumivu, ni matatizo tu yako mle. Kwa hiyo hata kitakachotoka kitatoka kile kilichopo kwa muda ule.
Kwa hiyo inaweza kusababisha mmomonyoko wa maadili kwa kirahisi zaidi. Na tumeshuhudia watu wengi ambao wamekuwa wanaripotiwa sasa hivi kwenye vyombo vya habari, kwenye social media, ambao wanafanya mambo ambayo ni tofauti kabisa na maadili yetu ya Kitanzania. Unakuja kugundua kabisa huyu mtu kuna kitu anakipitia. Kuna matatizo anayapitia. Na msongo wa mawazo of course sio kitu kinachokuja usiku mmoja labda yawe baadhi ya matukio. Kwa mfano, mtu umeamka asubuhi umekuta labda biashara yako imeungua, au umesikia ajali, vitu kama hivyo. Lakini mara nyingi msongo wa mawazo unakuja taratibu. Ni hisia ambazo hazisikilizwi, ni changamoto ambazo hazisikilizwi. Hebu achana na hiyo, hebu tutamaliza kesho, tutaongea, tutafanya hivi. Kwa hiyo kama wewe una uhusiano na watu, weza kazini au kwenye familia na sehemu yoyote, alafu amsikilizani, amzungumzi vizuri, mjue mnatunza bomu, mnatunza tatizo. Ukifuatilia watu wengi wanaofanya matukio ambayo ni kinyume na maadili, unakuta wametunza hivyo vitu. Kuna watu ambao wanafanya matukio ambayo ni kinyume na maadili kwa sababu sijui ya kipato, hana kipato. Lakini ukija kufuatilia nyuma yake unakuta kwamba huyu afya ya akili ndio haiko vizuri. Ndio maana anatafsiri kwamba kupata pesa inabidi tu afanye matukio ambayo ni ajabu kuliko kufanya kazi. Mtu ambaye anaenda kufanya mambo ambayo ni kinyume na maadili, maanake kuna option ambayo afya yake ya akili ingekuwa iko stable, angeweza kufanya mambo mazuri ambayo yana maadili na yakamuingizia pia kipato. Kwa hiyo unakuta hata hawa watu wanaofanya kinyume na maadili wako na msongo wa mawazo sana. Lakini imekuwepo sasa hivi kuna kivuli ambacho wanajificha. Sasa hivi mtu anaweza kuwa anafanya mambo ya ajabu tu, lakini anakuja mtandaoni anaanza kusifia kwamba yale mambo ya ajabu yanampa maisha, yanampa utajiri, yanampa mali, yanampa nini. Lakini hawa watu wafuatilie katika maisha yao ya nje ya mtandao, wanaishi kwa msongo mkubwa wa mawazo, wanaishi kwa tabu, wanaishi kwa shida sana. Kwa hiyo inapelekea pia aweze kutrigger ubongo wake na akili yake kurudi kuapprove tena watu kwamba mimi niko okay. Hiyo ni moja kwa moja inavunja maadili, na ndio maana mwisho wao watu wengi ambao wana trend katika hizo namna huwa tunaona mwisho wao wanakujaga kuharibikiwa, yani automatically inakuwa kaharibikiwa. Na wengine wanatoka kabisa, huwa wanatoka wanamrudia Mungu. Sasa vijana of course unajua watu sisi kwa mfano katika jamii yetu ya Kitanzania na Kiafrika, wengi hili swala la huduma za afya ya akili hawajalijua. Lakini hawajalizingatia. Tuseme wengine hawajalijua, wengine wanalijua ila hawalizingatii. Kwa sababu mimi nakuwa napata feedback nyingi sana. Mtu anaweza akakutafuta akakupigia simu. Namna tu anavyokuuliza unajua kabisa yani hajui chochote. Asilimia kubwa. Kwa hiyo ni wachache, ndio maana tunazidi tu kuhamasisha watu wa kupunguza hata haya matatizo hizi changamoto, mambo ya ukatili, mambo ya lugha chafu, mambo ya kupigana. Hii yote ni kwa sababu ya mental process, ni kwa sababu tu ya shida ya afya ya akili. Kwa sababu afya ya akili ndio inatoa kila tukio unalolijua. Ndiyo zao la kila kitu. Kwa mfano tukitolea tu mfano duniani hapa, Mwenyezi Mungu kwamba viyeyuke vitu vyote alafu vibaki tu vile ambavyo Mungu alivitaja vikawepo. Nafikiri dunia itakuwa haina kitu. Ila Mungu aliweza kuweka kitu ndani ya akili ya mwanadamu kwamba huyu mtu atahitaji sometimes aende haraka. Huyu mtu atahitaji kucommunicate na watu ambao wako mbali. Huyu mtu atahitaji kuwa sehemu mvua zitanyesha, atahitaji awe na sehemu nzuri ya kupumzika. Huyu mtu atahitaji chakula, aweze kusaga chakula, akiandae vizuri yale. Kwa hiyo akatuwekea sisi uelewa na ufahamu wa kupambanua kila hatua ya maisha, kurahisisha maisha. Kwa hiyo hata ukiona haya mambo ambayo ni kinyume na maadili, naye yanapitia kwenye akili hiyo. Okay. Huwa anasema siku zote, sio kila jambo baya ni bahati mbaya. Kuna mambo mabaya ambayo mtu anayaandaa vizuri tu, tena
kwa kutaka, na pengine wengine wanawekeza mpaka pesa, anawekeza muda, anawekeza nguvu, anawekeza afya. Nafasi yake tu kwamba huwa nafasi yake ya mwisho ndio inakuwa mbaya, huwa tunakuja kuona matokeo ambayo sio mazuri. Na mtazamaji wa Tumaini TV, ni Tumaini Jipya kipindi wani, ingawa ndo tunaelekea ukingoni. Mada ambayo tunazungumzia leo ni msongo wa mawazo na namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Hapa mwana saikolojia ya binadamu Semeni Lukaga anatuelezea ni kwa namna gani hayo mawazo yanaweza kuwa mabaya na kuleta changamoto ya mmomonyoko wa maadili katika jamii yetu na taifa letu kwa ujumla. Nambari zetu ni 0742773444. Kama una maoni kuhusiana na kipindi hiki, basi unaweza ukatutumia, ama una swali kwake mwana saikolojia hapa atapata kukujibu. Sasa twende tufahamu sasa namna gani tunaweza kuzuia hili lisiendelee kuwepo katika jamii yetu, tukabaki na jamii bora. Okay, kwanza kabisa ni kujitafuta kwenye afya ya akili. Uamini kabisa kwamba kila kitu ambacho unakifanya, chochote kile, kiwe kizuri au kibaya, kwa namna moja ama nyingine kinaathiri afya yako ya akili, vizuri au vibaya. Kwa sababu kuna watu leo wamefanya matukio, lakini matukio hayo ameishi na shida ya msongo wa mawazo miaka 2 iliyopita. Leo hii ndo anakuja kufanya jambo kwa sababu ya kupuuzia hizi hisia ambazo zinakuwa zinadai. Kuna watu wanasema mimi naweza sisi ni Waafrika, sisi nywele ngumu, sisi hivyo vitu sio vya kutusumbua. Lakini huyu mtu anakuwa anapitia changamoto kubwa. Kwa hiyo ambacho naweza kuwaasa tu ni kwamba lazima ufahamu kwamba wewe hata huo usahihi ulionao, hata huo ubora ulionao ni kwa sababu ya afya yako ya akili. Okay. Kwa hiyo kama unapoona kwamba kuna sehemu sasa hauna ubora, ujisikii kutokuwa bora, unajisikia tofauti, basi pia jua ni afya ya akili. Okay. Na inahitaji msaada. Msongo unaweza kudumu kwa muda gani kwenye akili ya binadamu, kwamba sasa umefika mwisho? Msongo hauna limiti. Msongo wa mawazo unaweza ukakupata, na usipopata matibabu unaweza ukaishi maisha yako yote, ila matokeo utateseka. Okay. Kwa sababu sio kitu kizuri. Unakuwa ni kama wewe una adui yako ndani yako. Kwa hiyo popote utakapokwenda utakuwa unatembea naye. Popote utakapokuwa utakuwa unatembea naye. Na lolote utakalofanya yupo na ndio hiyo maana inafikia hatua mtu hata kazi anashindwa kufanya. Okay. Mtu anashindwa kufanya kabisa kazi na anavuruga, au akipewa kazi anavuruga kabisa, kwa sababu wewe una uadui ndani yako wewe mwenyewe. Tunasema unakuwa unajipigana wewe mwenyewe. Kwa sababu tunasema kisaikolojia mtu ni roho, nafsi na akili. Hawa watu watatu ndani ya mtu mmoja wasiposhirikiana, wasipokuwa na ushirikiano, hata akili tu ikavurugika, hata kama kiroho ungekuwa uko sawa, nafsi yako iko sawa, kiakili ukivurugika, hii itakuja kuathiri hivi vingine. Unaona? Kwa hiyo inatakiwa kuwe na utatu ambao umekamilika ndani yako, akili yako, nafsi yako pamoja na kiroho. Na lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza kukusaidia sana kuepuka msongo wa mawazo ni kuheshimu nature, kuheshimu asili. Kwa mfano hata vyakula, unakula vyakula vya aina gani? Kwa sababu kuna wakati ambao vyakula vinaweza vikakusababishia ukapata shida ya afya ya akili. Kweli? Na mwili ukawa unaadhibu hii nafsi, akili na roho. Sawa? Na inawezekana kabisa. Kwa mfano kuna hapo kwenye vyakula kwanza. Ni vyakula gani? Unajua kuna baadhi ya vyakula ambavyo kila usiku unaweza ukaamka asubuhi una hasira. Kweli? Hata kama ulilala na furaha zako. Kuna vyakula ambavyo ukila usiku au namna unavyokula saizi ya kushiba, unaweza ukaamka asubuhi una huzuni. Au kuna vyakula ambavyo kwa sababu umekula usiku na umelala unaweza kuamka asubuhi una furaha. Kwa hiyo vyakula pia vinachangia hisia zetu kubadilika. Kwa hiyo
kuna namna ambayo inatakiwa pia tuwe makini kwenye kila kitu tunachokifanya. Hata viwe vyakula, iwe namna tunavyoongea na watu, iwe namna ambavyo tunakarimu watu wengine, pia inaweza kusaidia sana afya yako ya akili kuimarika, vile ambavyo unawagusa watu wengine, sio tu vile unavyoguswa wewe. Sawa. Aise. Naam. Hapo kwenye vyakula hapo muda wetu unakwisha, lakini nitakutafuta nyuma kamera. Unijuze. Ama kuna ubaya ukimwambia mtazamaji? Ama sio mahali pake? No, nafikiri ni somo refu kidogo, tunaweza tukalitafuta mada yake, tukaliwekea mada. Haya, mimi nikushukuru sana Lukaga. Asante sana, nashukuru sana. Nambari zako kwa yeyote ambaye atakaye kuhitaji. Okay, nashukuru. Kupata huduma. Naam, afya ya akili. Afya ya akili. Mimi napatikana kwenye mitandao ya kijamii, ukisearch Mental Health Care TZ. Mental Health Care TZ, lakini kwa namba za simu unapatikana kwa 07 43 43 71 58. Naitwa Semeni Lukaga, pia unaweza ukasearch kwa hilo jina kwenye mitandao, unaweza kunipata. Asante sana. Yes, ni mwana saikolojia ya binadamu. Haya, mtazamaji, tulichokuwa tunazungumzia leo ni msongo wa mawazo na namna unavyoweza kusababisha mmomonyoko wa maadili. Bila shaka kuna kitu umepata mtazamaji, sina mashaka juu ya hilo. Asante kwa kuchagua Tumaini Jipya. Mimi ni Mary Binto Yuda, nyuma kamera amesimama Innocent John. Asante sana. Jumatatu nayo ni siku, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tukutane tena, uwe na wakati mzuri.